Naam, Mr. Pimbi ameweza kuungana na baadhi ya mashabiki kuhusiana na kauli ya Majizo kumtetea Diamond kutokana na jinsi ambavyo aliweza kuwainua wasanii. Lakini pia kuna kauli ya Majizo ambayo amezungumza kwamba kuna watu wanataka kumuua Diamond kimuziki. Au bwana, wanataka kumuua Diamond kwenye muziki kwa sababu tunaona inaonekana mashabiki wengi sana wana hasira na Diamond. Kauli yake watu tufanye kazi, watu waache kufanya kazi. Sasa Majizo amejitokeza hadharani na kusema kwamba huu sio wakati wa kulaumu au kulaumiana ama kumlaumu Diamond Platnumz. Imetoka kama kaka, ninaombea radhi. Kuna wakati mwingine Diamond anaweza kawa ametukwaza na akawa amepitiliza, lakini kwa maana moja ama nyingine ni kwamba tusimhukumu sana Diamond, kwa sababu Diamond ni binadamu kama binadamu wengine. Alikuwa anajaribu kuweka vitu sawa ili watu waweze kukunjua nafsi, kumsamehe Diamond na mambo yakawa kama zamani na watu wakaendelea kuenjoy na kusikiliza na pia kusapoti kazi. Kumbuka Diamond bana, katika muziki wetu ameweza kutuletea wasanii wakali, mfano Harmonize, Zuchu, Mbosso, Lavalava, kuna wengine kibao, japo wengine walikuwa na majina kama Rich Mavoko, sijamkosida hapo. Kwa hiyo tunaona kwa kauli ya Majizo kumwombea msamaha Diamond Platnumz na kusema kama kuna watu wanataka kumuua, kiukweli inaonekana kwa upande wa Mr. Pimbi amegoma na kusema kwamba ni kweli tunataka tumuue Diamond asiwepo kabisa katika industry. Unajua kiwanda cha muziki kina figisu nyingi sana. Kumbuka wakati anaanza muziki Diamond, labda nikurudishe nyuma kidogo afu tutaendelea mbele, ni kwamba Diamond alikutana na Mr. Ruge. Ruge bana, Ruge Mutahaba, pale Clouds ndio alikuwa wameshika kwenye madani, huyu alikuwa ndo mpini. Kwa hiyo wale wengine wote wanashika kwenye makali. Kwa hiyo akivuta tu ndugu yangu wewe uko nje ya industry. Na alikuwa ni mtu ambaye anaogopwa sana. Sasa tunaona Diamond kile kiunzi bwana aliweza kukiruka na aliweza kuwa jasiri na kupambana mpaka alipofika leo. Lakini pia tunaona huyu Majizo ana media yake ya EFM na ETV, au sio? Lakini pia ni mtu ambaye ni DJ toka kipindi kile. Sasa tunaona wadau mbalimbali wanamuona kama Majizo anakosea sana kumuombea msamaha Diamond, kwa sababu kwani Diamond hana mdomo? Kwa nini asiombe yeye msamaha mpaka wewe muombe? Maana yake ni kwamba kuna kitu bado hakijawa sawa. Na usio bana. Na ndio maana tunaona Mr. Pimbi anasema ni kweli, kwa sababu tunaona huyu ni supporter mkubwa sana wa Harmonize. Maana yake ni kwamba anafurahia anguko la Simba. Unajua siku zote anakuambia adui muombe njaa. Njaa hapa anaizungumzia wasanii wengi sasa hivi wako katika njaa. Yani inamaanisha kwamba maokoto yameanza kushuka, grafu zimeanza kushuka. Yani ni jambo ambalo linaonekana ni la kitaifa, lakini kwenye upande wa industry, kwa sababu hawa wasanii wanataka support, wanataka watu waweze kuengage katika kazi zao, kustreams ngoma katika digital platform, kusikiliza nyimbo YouTube, kutazama video mbalimbali. Lakini pia hata hivyo ni kwamba kusikiliza tu ngoma, maana yake ni kwamba hii inamsaidia pia msanii pia kuwa katika chart. Sasa anachokifanya hapo Majizo ni kwamba kuwaombea msamaha, kitu ambacho kimegeuka kama watu hasira ni kama zimeibuka. Watu mbalimbali wameweza kuibuka, sio Mr. Pimbi peke yake, yani watu mbalimbali wameweza kuibuka. Lakini pia Taroma Mkatoliki amezungumza vitu vingi sana, lakini pia nisikemena kuzungumza chukizungumza, lakini ukiangalia kwa jicho la undani kabisa unaona kabisa kwamba Majizo hajajua kitu gani ambacho watu wanataka, na usio bana. Anyway, ngoja niendelee na comment. Sasa mmoja kaandika kama kazingua kudharau watu, lazima watu wamzingue, kwani anamlisha nani? Kwa hiyo mmoja kaandika atumui atajiua yeye mwenyewe, maana alituambia tufanye kazi. Unajua kuna ile kauli kwamba utajikaanga na mafuta yako mwenyewe. Yani kuna mnyama ambaye kwa jina la mdudu, wengi wanapenda kumuita mdudu ama kitimoto, sometimes huwa anajikaanga na mafuta yake mwenyewe. Sasa Diamond kauli yake kabla ya vurugu hazijatokea ndio inayomfunga. Maana yake ni kwamba
anajikaanga na anajiweka katika mazingira magumu mwenyewe pasipokuwa na watu kumweka kwenye mazingira magumu, kwa sababu siku zote kiburi kuna wakati mwingine kiburi kinaweza kufanya sikio kuja kuona kwamba inaweza kuzidi kichwa. Unaona? Sasa Diamond alihisi labda sikio linaweza likazidi kichwa, na hapo ndipo alipokosea. Na tunaona watu wanasema kabisa kwamba yeye alituambia tufanye kazi, kwa tuachane na mambo ya msingi, kwa watu ngoja tuendelee kufanya kazi. Mmoja kaandika kwamba neno umaskini mbona linatumika vibaya? Mmoja kaandika siarudi tena kuomba radhi wenyewe kama walivyotukana wenyewe, maana kuna maneno aliweza kuzungumza mabaya, warudi. Ufaafi ila chambo atakiona ndio anakiona sasa hivi, na bado kama alivyosema tufanye kazi tena, na matusi juu kama vile hela za kula anatupa yeye nani? Kwani hapa Tanzania kina Mr Blue wamewasaidia wangapi? Au sio bana? Kwa hiyo watu nasema kwamba akakuwa Diamond awalishi mashabiki, basi apambane na hali yake. Mwingine akasema mimi namwonea huruma Mario na yule mke wake Paula, waombe radhi wao wenyewe, kwa watu wanataka kuona wasanii wenyewe wakitoka fronti na kuomba radhi wenyewe, yani wasitumie mtu. Kwa hiyo inaonekana kama hapa majuzi ni kama ametumwa bwana bro, ongea na watu tuombee msamaha. Kisha tuombea msamaha, manake roho zao zikitulia, basi mambo yetu yanakuwa lelelele. Mbona sema ndio, kwa ni mfano Mungu atachukua itakuwaje? Kichukua wake itakuwaje? Kama Diamond akichukuliwa leo inakuwaje? Wakumua Mondi hajazaliwa bado, au subana, yani kitu hicho inabidi wafahamu. Mmoja anasema that's why you give people fake kwa hiyo tunaona maneno yalikuwa mengi sana, lakini pia tunaona pia hata kwa upande wa Mwijaku tunaona ameweza kumkataa Majizo. Yani hapo manake Mwijaku somo Mr Pimbi tu, nimekwambia watu wengi sana ameweza kumkataa Majizo na kuandika kwamba bwana hamna, hawa watu bwana walizingua wenyewe. Kwa hiyo kwa maana nyingine ndio kipindi ambacho inabidi wenyewe pia wapitie kipindi hiki, lakini then mambo yazidi kwenda vizuri, kwa sababu tunaona watu wanaacha kusikiliza ngoma zao. Tunaona kwa upande wa wasanii, baadhi ya wasanii pia graphs zinaonekana kushuka na wengine wamecancel show zao. Kwa tunaona kabisa kwamba kwa upande wa wasanii mambo yalizidi kuwa magumu. Sasa mambo kuwa magumu kwa wasanii, wengine wanafurahia kwa sababu, lakini pia wengine wanahuzunika kwa sababu biashara zao hazitoenda, kwa sababu Majizo pia anamiliki vifaa vya muziki katika show mbalimbali. Kwa hiyo mtu asipopata show kwake inakuwa ni hasara kubwa sana. Dondosha maoni yako, shana subscribe.